Je, unajua hakuna jambo lisiloweza kusamehewa kama moyo wako uko tayari kusamehe? Hadithi hii ya kusikitisha inamhusu Anna na mama yake Oliva, wakazi wa Temeke, jijini Dar es Salaam. Mama Oliva alikuwa mama wa kawaida aliyeishi maisha ya wastani. Hakuwa tajiri, lakini alikuwa na uwezo wa kuwapa mabinti zake wawili maisha ya kawaida. Binti zake walikuwa Anna na Shani. Machoni pa mama Oliva, mabinti hao walikuwa kama usiku na mchana. Anna, ambaye alikuwa mkubwa, alikuwa mtulivu na mwenye kuwajibika tangu akiwa mdogo. Lakini mdogo wake, Shani, ndiye alikuwa kipenzi cha mama, nyota yake angavu. Yeye ndiye aliyependelewa sana. Mama Oliva alimpeleka Shani kwenye shule bora zaidi aliyoweza kumudu. Sare zake zilikuwa safi kila wakati, darasa lilikuwa na viti vizuri, uwanja mpana wa kucheza na vitabu vingi vya kisasa. Anna, kwa upande mwingine, alipelekwa shule ya kawaida ya mtaani. Ingawa siyo mbaya sana, lakini haikuwa nzuri kama ya Shani. Ukuta wa darasa lao ulikuwa na nyufa, wanafunzi walishirikiana vitabu na Anna hakuwahi kulalamika. Mama Oliva hakujali sana. Kwake, Shani ndiye aliyestahili kila kilicho bora, lakini Anna aliishi kivuli cha mdogo wake. Siku moja, shule zote mbili zilikuwa na maonesho ya wanafunzi. Kwa bahati mbaya, siku zilikuwa zile zile. Anna alimsogelea mama yake akiwa na tumaini moyoni. "Mama, utakuja kwenye onesho langu leo?" aliuliza kwa upole. Mama hakujibu. Badala yake, aliendelea kumbana Shani kuvaa sare mpya ya onesho lake. Anna alijaribu tena. "Mama tafadhali, leo na mimi nina onesho langu. Tafadhali njoo." Mama alimpiga jicho la dharau na kusema kwa ukali, "Nenda ukajishughulishe na kitu kingine. Nitajaribu kama nitapata nafasi. Wewe mwenyewe unajua Shani naye ana onesho na yeye ni mdogo kwako. Nipaswi kuwa naye. Wewe si mtoto mdogo, jisimamie." "Mama, lakini hujawahi kuja kwenye onesho langu hata mara moja." Mama alimtazama kwa kejeli. "Unajuaje kama sijawahi kuja? Ulipokuwa na mwaka mmoja? Miwili? Tatu? Wewe ni mjinga tu. Toka mbele yangu ukanitafutie kazi ya maana. Onesho, ona huyu binti." Anna alinyamaza. Moyo wake uliumia, lakini alizoea. Alijifunza zamani kwamba kuomba upendo kutoka kwa mama hakufai, huambatana na maumivu zaidi. Shuleni, watoto wengine walifurahia kuona wazazi wao kwenye ukumbi. Waliketi kwa furaha, wakiwasubiri wazazi wao wawashangilie. Anna alichungulia kutoka nyuma ya pazia jukwani, akitafuta uso wa mama yake. Lakini mama hakufika. Anna hakushangaa. Alihisi ndani kabisa kwamba mama Oliva asingekuja. Alipoimba wimbo wake kwa nguvu zote, akitumaini angalau mtu mmoja angemwona, hakuna aliyeitikia. Alipopata makofi, haikuwa kwake. Haijawahi kuwa kwake. Aliporudi nyumbani, mama na Shani walikuwa tayari wamewasili. Walikuwa wanacheka na kuzungumzia tukio lao. Mama hakumuuliza Anna kama alienda kwenye onesho lake au kama lilikwenda vizuri. Hakutaka hata kujua. Badala yake, alimpa rundo la nguo. "Chukua hizi. Anza kupiga pasi sasa hivi. Achana na hizo vitabu kwanza. Zipange vizuri. Nahitaji kuzipakia. Haraka." Anna alitikisa kichwa kimya kimya. Hakuna neno lililobaki. Alijua maisha yake ni haya, ya kukosa upendo, kutengwa na kudharauliwa. Lakini ndani kabisa Anna alijua kitu kimoja, alikuwa na nguvu kuliko mtu yeyote alivyodhani. Kadri Anna alivyokuwa akikua, maisha nyumbani yalizidi kuwa magumu. Shani alipendelewa kupita kiasi. Alikuwa na mwalimu wa kumfundisha binafsi, kila somo akifundishwa nyumbani, akitayarishwa kwa mitihani. Lakini Anna hakuwahi kuwa na msaada wa aina hiyo. Badala yake, Anna alibeba majukumu yote ya kazi za nyumbani. Usafi, mapishi, kupeleka na kurudisha vitu sokoni, hayo yote yalikuwa juu yake. Mara nyingi hakuwa na muda wa kusoma kwa ajili ya mitihani yake ya shule.
Marafiki wa mama Oliva walikuwa wakifika mara kwa mara nyumbani. Hii ilikuwa sehemu mbaya zaidi ya siku ya Anna. Kila mara mama alipokuwa na wageni, Anna aligeuka kuwa mtumishi wa nyumbani. Leta maji. Leta juice. Fungua mlango. Panguza meza. Anna alikimbizana huku na huko kana kwamba hakuwa binti wa nyumba hiyo bali mfanyakazi wa kulipwa. Siku moja, akiwa anawapelekea wageni maji ya kunywa, mikono ya Anna ilitetemeka. Alikuwa amechoka sana, kwani usiku uliopita alikaa hadi saa 7 usiku akisoma baada ya kazi. Mwili wake ulikuwa umeishiwa nguvu, na kabla hajajua kilichotokea, maji yalidondoka na kumwagikia mgeni mmoja wa mama yake, Mama Farida. Uso wa Mama Oliva ulijaa hasira. Wewe Anna, je, huoni? Wewe ni kipofu. Huna akili kabisa, alifoka kwa sauti kali iliyokatiza hewa. Anna alinywea akisema kwa sauti ya chini, samahani mama, samahani. Samahani nini? Samahani kwa umbwa wako. Hii ndiyo maana hutafika popote maishani. Huna maana kabisa. Mama Oliva alinyakua kitambaa na akaanza kumfuta mgeni wake. Wageni wengine walibaki midomo wazi, hawakujua la kusema. Mmoja wa marafiki, Mama Zainabu, alinyanyua sauti kwa upole. Oliva, pole, lakini naona unakuwa mkali mno kwa mtoto huyu. Anna ni mtoto tu. Watoto wote hukosea. Mama Oliva alimnyooshea Mama Zainabu macho ya baridi. Zainabu, kama huwezi kulea watoto wako vizuri, basi acha wangu. Sina haja na ushauri wako. Mama Zainabu alinyamaza kimya. Macho yake yalionyesha huzuni na mshangao. Alimtazama Anna kwa huruma kabla hajaondoka. Lakini Anna alikuwa tayari amezoea matusi, kupuuzwa na kila aina ya dharau kutoka kwa mama yake. Lakini tukio moja lilibaki kama kidonda moyoni mwake. Ilikuwa kipindi cha mitihani ya mwisho wa sekondari. Anna alisahau kuweka supu ndani ya friji. Alikuwa amechoka sana na kazi za nyumbani. Aliporudi Mama Oliva na kugundua kwamba supu imeharibika, hasira yake ilikuwa ya kutisha. Wewe unafikiri chakula kinamea miti? Wewe ni mzigo. Tangu leo, supu hii mbovu ndiyo chakula chako kwa wiki nzima. Anna alihisi tumbo lake likisisimka kwa kichefuchefu. Lakini hakuwa na jinsi. Supu hiyo chungu na yenye harufu mbaya ndiyo ilikuwa chakula chake asubuhi, mchana na jioni. Kwa wiki nzima. Akiwa shuleni, harufu ya supu hiyo ilimfuata hadi darasani. Wanafunzi wengine walimkwepa. Lakini Anna hakusema chochote. Alizoea kutengwa. Alizoea kutojaliwa. Siku moja Mama Zainabu alitembelea tena. Safari hii alifika wakati ambapo Mama Oliva alikuwa nyumbani na Anna peke yao. Alipofika alimkuta Anna akifanya kazi zote za nyumbani, kufagia, kupika, kufua, huku Shani akiwa ameketi sebuleni akijipaka rangi za kucha. Zainabu alishindwa kuvumilia. Oliva, wewe ni rafiki yangu, lakini lazima niseme. Kwa nini unamtendea Anna hivi? Huyu ni binti yako pia. Mbona unamchukulia kama mtumishi? Hii siyo haki. Mama Oliva alisimama, uso wake umejaa hasira. Zainabu, nakuheshimu kwa sababu wewe ni rafiki yangu, lakini sitaki mtu yeyote kuniambia namna ya kulea watoto wangu. Kama huwezi kuvumilia jinsi ninavyoendesha nyumba yangu, basi usije tena. Anna ni binti yangu na nitafanya naye ninachotaka. Umenisikia? Zainabu alinyamaza kimya, akiinamisha kichwa. Alimtazama Anna kwa huzuni kabla ya kuondoka. Baada ya Zainabu kuondoka, sauti ya Mama Oliva ilizidi kumgurumia Anna kichwani. Anna ni binti yangu na nitafanya naye ninachotaka. Hakuna aliyewahi kusimama upande wa Anna. Alibaki peke yake katika mapambano hayo ya moyoni. Miaka ikasonga mbele. Wakati wa kujiunga na chuo kikuu ulipowadia, upendeleo wa Mama Oliva ulidhihirika zaidi. Shani, kipenzi cha mama, alipelekwa nje ya nchi kusomea masomo ya biashara kwenye chuo kikuu maarufu. Alipata kila alichohitaji: pesa, nguo, vifaa vya kisasa. Lakini Anna
Alibaki hapa hapa Tanzania, Temeke, akisomea sayansi ya siasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mama Oliva hakuwahi kumtumia Ana pesa ya kutosha. Mara nyingi alimpa kiwango kidogo mno cha matumizi. Ana alilazimika kufanya kazi za mikono ili kuishi. Alisafisha nyumba za watu, aliwafulia nguo, hata kuuza maandazi kwa muda. Ilikuwa kazi ngumu na ya kuchosha, lakini hakuwa na chaguo. Siku moja Mama Oliva alikuja na wazo jipya. Ana, kuanzia sasa utaanza kufanya kazi kwenye duka langu pale Mtoni Mtongani. Nahitaji msichana wa mauzo. Hata kama hufai kwa mambo mengine, basi angalau uje kuwa na maana hapo. Ana alijibu kwa sauti ya chini, ndiyo mama. Alichokuwa anakihitaji ni pesa za kununua vitabu. Duka hilo lilikuwa dogo na mshahara aliopata ulikuwa wa kuchekesha. Hata hivyo alikubali. Lakini alipokosa kazi kwa sababu ya mitihani au mazoezi ya chuo, Mama Oliva alimlazimisha kufanya kazi wikendi yote, Jumamosi na Jumapili. Rafiki wa Ana chuoni aliyeitwa Joy aliona yote haya na kushindwa kuvumilia. Ana, haya ni mateso. Mimi siwezi kuvumilia haya. Mama yako anakutesa. Si haki hii kabisa. Ana alitabasamu kwa uchungu. Joy, najua. Lakini nifanye nini? Yeye ni mama yangu. Na ninahitaji pesa za vitabu. Joy alitikisa kichwa, macho yakiwa na huzuni. Alijitahidi kumsaidia Ana kadiri alivyoweza, alimletea chakula na kumsaidia kusoma. Lakini hata msaada huo haukutosha kuondoa mateso. Wakati huo huo, maisha ya Shani ughaibuni yalikuwa mazuri. Alifurahia maisha ya kifahari. Alimaliza chuo mapema kuliko Ana. Kwa Ana, kozi ya miaka 4 ilichukua miaka 6, sababu ni migomo ya mara kwa mara na ugumu wa maisha. Lakini hatimaye Ana alihitimu. Alilia kwa furaha. Hakuna mtu kutoka familia yake aliyekuja kumpongeza. Lakini Ana alijua alijifanikisha mwenyewe, bila msaada wa mama, bila upendo. Baada ya Ana kuhitimu chuo kikuu, alipangiwa kufanya kazi ya kujitolea kwenye ofisi ya serikali ya wilaya huko Temeke kupitia programu ya Youth Service. Hapo ndipo alikutana na Bwana Paulo, mkuu wa idara aliyemtia moyo mara ya kwanza. Paulo alitambua tofauti ya Ana, alikuwa mchapakazi, kimya, mwenye bidii na mwenye akili ya kupangilia mambo. Siku moja, taarifa zilifika kuwa ofisi yao ingefanyiwa ukaguzi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Watu walipanikia. Majalada yalikuwa yamechanganyika, karatasi zimejaa kila kona, hakuna mpangilio. Ana hakusubiri maelekezo. Alikaa hadi usiku akipanga mafaili, akihakikisha kila kitu kiko safi. Alifanya kazi hiyo kwa moyo wote. Siku ya ukaguzi ilipofika, kila kitu kilikwenda vizuri. Paulo alishindwa kuficha furaha yake. Ana, umetuokoa. Asante sana. Bila wewe tungefedheheka. Kweli una akili na moyo wa kazi. Ana alitabasamu kwa unyenyekevu. Ni wajibu wangu, Bwana Paulo. Kadri siku zilivyosonga, Paulo alianza kuvutiwa zaidi na Ana. Alivutiwa na uadilifu wake, heshima yake na msimamo wake. Baada ya miezi kadhaa, aliamua kuchukua hatua. Siku moja jioni, Ana alirudi nyumbani kwa mama yake, Oliva. Mama, alisema kwa sauti ya heshima. Kuna jambo nataka kukuambia. Mkuu wangu kazini anataka kukuona. Ananipenda na anasema yuko tayari kwa uhusiano wa ndoa. Kwa mshangao, Mama Oliva alionekana kutabasamu kwa mara ya kwanza. Ana? Kama kweli anaona dhamani kwako, basi lazima ni mtu wa maana. Anakuja lini? Jumamosi ijayo, mama. Siku ya Jumamosi ilipofika, Paulo aliwasili akiwa amevalia vizuri, akiwa na zawadi na heshima zote. Alimsalimia Mama Oliva kwa adabu na kumshukuru kwa kumlea Ana vizuri. Kila kitu kilionekana kwenda sawa hadi Mama Oliva alipochukua nafasi ya kuongea. Huyu binti hajasema ukweli, alisema kwa sauti ya baridi. Ana si msafi kama anavyoonekana. Alikuwa akifanya kazi dukani kwangu na alikuwa akijipitisha kwa wateja wa kiume.
Anajifanya mpole lakini ni mdanganyifu. Paulo aliduaa. Naomba nielewe vizuri, mama. Mama Oliva alicheka kwa kejeli. Unajua, Shani ndiye anayefaa kuolewa na mtu kama wewe. Ana si mtu wa familia hii wa kujivunia. Shani amesoma Ulaya. Ana hadhi yako. Ana alibaki ameduaa. Moyo wake ulipasuka. Paulo alimtazama kisha akasema kwa huzuni, asante mama kwa muda wako. Lakini nafikiri ni heri niende. Aliinuka na kuondoka. Ana aliingia chumbani mwake na kujifungia. Alilia mpaka akasinzia. Siku iliyofuata rafiki yake Joy alikuja kumtembelea. Ana, nimesikia kilichotokea. Pole sana. Sijui kwa nini mama yako anakuchukia kiasi hiki. Ulifanya nini hadi akufanyie hivi? Ana alijibu kwa sauti ya uchungu, sijui Joy, sijui. Nimejaribu kila kitu. Lakini bado hanitaki. Joy alimkumbatia rafiki yake akisema, siku moja haki yako itatendeka. Na utapata mtu anayekupenda kweli. Baada ya kisa cha kusikitisha na Paulo, Ana aliamua kuendelea na maisha yake. Alimaliza huduma yake ya kitaifa na kwa bahati nzuri, alipata kazi katika shirika dogo lisilo la kiserikali lililopo katikati ya jiji la Dar es Salaam. Mshahara haukuwa mkubwa, lakini kwa mara ya kwanza Ana alihisi huru, hakuwa tena chini ya udhibiti wa mama yake. Ndipo akakutana na Baraka, kijana mtulivu, mwenye bidii, aliyeajiriwa kama mhasibu kwenye shirika hilo. Baraka hakuwa na mali nyingi, lakini alikuwa na moyo wa dhahabu. Walikuwa marafiki mwanzoni, wakisaidiana kazini na kushiriki chakula cha mchana mara kwa mara. Kadri muda ulivyopita, urafiki wao ulizidi kuimarika hadi ukageuka kuwa uhusiano wa kimapenzi. Baraka alimpenda Ana kwa dhati. Alimjali, alimsikiliza na kila wakati alimheshimu. Ana alihisi kama amepata faraja aliyokosa kwa miaka mingi. Lakini kulikuwa na jambo moja lililomsumbua, mama yake, Oliva. Ana alikuwa na hofu kubwa ya kumpeleka Baraka kwa mama yake. Alimwambia kila kitu kuhusu yaliyotokea na Paulo. Baraka alimsikiliza kwa makini kisha akamwambia, Ana, ninakupenda. Na niko tayari kupitia chochote kwa ajili yako. Usijali, hata mama yako akinitukana sitachoka. Ana alitabasamu kwa huzuni. Naomba tushirikishe mjomba wangu, mjomba nami. Yeye ndiye mtu pekee ambaye mama humsikiliza. Akikuwepo huenda mama akajizuia. Baraka alikubali. Siku chache baadaye Ana alimpigia mjomba nami simu. Shikamoo mjomba, samahani kukusumbua. Naomba msaada wako. Karibu mwanangu, kuna nini? Nimepata mtu mzuri anayetaka kunioa, lakini unaijua mama yangu, naogopa akaharibu kila kitu. Mjomba alichukua jukumu hilo kwa uzito. Usijali, nitakuwepo siku hiyo. Wewe ni binti mzuri. Unastahili furaha. Siku ya mkutano ilipowadia, Baraka alifika akiwa amevalia vizuri. Mjomba nami tayari alikuwa amewasili nyumbani kwa mama Oliva akijaribu kutuliza hali. Lakini mama Oliva hakuwa na nia ya kutuliza chochote. Huyu Baraka naye ni mwanaume wa kijijini kama wale wengine. Anataka kuoa binti yangu bila hata kuwa na gari. Sister, mjomba alisema kwa upole. Baraka ni kijana mzuri, mwenye malengo. Ana kazi na anampenda Ana. Mama Oliva alikunja uso. Tutamuona tu huyo kijana. Baraka alipoingia alimkaribisha kwa heshima, akampa mama mkono. Mama Oliva hakumwangalia hata usoni. Mjomba nami alijitahidi kuelekeza mazungumzo, akamweleza mama kuhusu kazi ya Baraka, nia yake njema na jinsi wanavyopendana. Hatimaye mama Oliva alikubali kwa kusitasita. Sawa basi. Kama Ana anataka kuolewa na huyu kijana, siwezi kuzuia. Lakini msiniletee matatizo kesho. Bahati njema. Siku ya harusi ilipofika, haikuwa kama harusi ya kifahari ya Shani. Haikuwa na mapambo ya dhahabu wala magari ya kifahari.
Harusi yao ilikuwa ya kawaida, ya watu wa kawaida, lakini ilikuwa na kitu cha thamani zaidi, upendo wa kweli. Mama Oliva alifika kwa muda mfupi tu, hakuchangia chochote wala kusema hata neno moja la pongezi. Aliondoka haraka kabla hata harusi haijaisha. Ana alibaki akimtazama mama yake akitoka, machozi yakimtoka taratibu. Baraka alimshika mkono kwa upole. Usilie Ana. Tuna kila kitu tunachohitaji, mimi na wewe. Huyo mama, mpe muda. Labda siku moja atabadilika. Ana alijaribu kutabasamu, lakini moyoni alibeba huzuni nzito. Mapenzi ya mama yake bado yalikuwa kama ndoto isiyowezekana. Baada ya harusi, Ana na Baraka walianza maisha yao katika nyumba ndogo ya kupanga huko Temeke. Haikuwa ya kifahari, lakini ilikuwa na amani, kitu ambacho Ana alikuwa hajawahi kukipata maishani mwake. Baraka alikuwa mume wa kupigiwa mfano, mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye moyo wa kusaidia. Alimpenda Ana kwa dhati na kila siku alimtia moyo kuwa mwanamke mwenye imani na thamani. Wakati mwingine walimtembelea Mama Oliva, wakimletea zawadi ndogo ndogo, mchele, sabuni, mafuta, hata mikate. Lakini kila mara Mama Oliva alikuwa na maneno ya kashfa. Haya ndiyo mnaniletea? Hivi mnajua Shani na Isaki waliniletea nini walipokuja? Mifuko ya mchele, maboksi ya vyakula na pesa taslimu. Haya yenu ya kijinga mnadhani ni zawadi? Baraka aliendelea kuwa mtulivu. Hakuwahi kujibu matusi. Lakini Ana alihisi maumivu moyoni, kila neno lilikuwa kama mwiba. Siku moja walipotoka nyumbani kwa Mama Oliva baada ya kuzomewa, Ana alijikuta akilia njiani. Baraka, hii nimechoka. Kila tunachofanya kwa mama yangu hakiwatoshi. Sasa basi. Hatutarudi tena. Baraka alimkumbatia kwa upole. Najua Ana. Lakini usimruhusu akupotezee furaha. Tulishajua alivyo. Tutaendelea mbele na maisha yetu, tukiwa na furaha yetu. Miaka 2 ilipita tangu ndoa yao. Baraka aliendelea kuwa mwaminifu kazini. Wema wake ulimfikisha mbali. Rafiki yake wa zamani, Jude, ambaye Baraka alimsaidia zamani alipokuwa na matatizo, sasa alikuwa waziri wa habari katika serikali ya mkoa. Alipohitajika mtu wa kuaminika kuwa mshauri maalum wa gavana wa Dar es Salaam, bila kusita alimteua Baraka. Siku ambayo Baraka alipokea simu ya uteuzi, alikimbia nyumbani kwa furaha. Ana, siamini kilichotokea. Nimepewa nafasi ya kuwa mshauri maalum wa gavana wa Dar es Salaam. Ana aliduaa. Baraka, hei, una uhakika? Usinifanye niote ndoto mchana. Baraka alicheka, akamkumbatia mkewe. Ni kweli kabisa. Tumevuka Ana. Tumepita pale ambapo wengi walidhani hatuwezi. Ana alilia kwa furaha. Kwa mara ya kwanza, maisha yao yalikuwa yanaelekea kwenye mwanga. Walihamia nyumba nzuri zaidi. Wakanunua gari lao la kwanza. Ana alianza kujihisi kama mtu kamili. Alihisi thamani yake inarudi. Lakini hata katika mafanikio hayo, Mama Oliva hakuwa na furaha. Siku moja, Ana alipompigia simu kumweleza habari hiyo njema, jibu la mama yake lilikuwa, acha tu. Hizi nafasi kubwa za serikali si watu wanatumia uchawi au njia za kificho kupata. Wacha tuone hiyo kazi itadumu hadi lini. Ana alinyamaza kimya. Alikata simu akiwa na machozi machoni. Kwa nini mama yangu hawezi kuwa na furaha kwa ajili yangu, hata mara moja tu? Baraka alimhakikishia, mpenzi, hata usipate baraka zake, bado una baraka za Mungu. Usikate tamaa. Wakati maisha ya Ana na Baraka yalizidi kuimarika, upande mwingine wa Temeke, hali ilikuwa tofauti kwa Shani na mume wake Isaki. Isaki alikuwa mwanaume wa haiba, mrefu, mweupe na mwenye pesa nyingi. Alikuwa na magari ya kifahari, alisafiri mara kwa mara kwenda nje ya nchi, na Mama Oliva alikuwa na furaha kupita kiasi kwa kuwa na mkwe tajiri. Kila alichofanya Isaki kilionekana kuwa cha dhahabu. Huyu ndiye mkwe wa maana, Mama Oliva alikuwa akisema kila mara kwa majirani.
Lakini siku moja jioni, Ana na Baraka walikuwa wakitazama runinga sebuleni kwao. Taarifa ya dharura ilionekana kwenye skrini. Mtangazaji alisema kwa sauti ya tahadhari, jeshi la polisi linamshikilia mfanyabiashara maarufu Isaac M kwa tuhuma za utakatishaji fedha, wizi wa fedha za umma na jaribio la kutoroka nchini. Alikamatwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere mapema leo. Ana alishtuka. Isaac, mume wa Shani? Baraka alitikisa kichwa polepole. Lo, hii ni hatari. Huyu jamaa amekamatwa kweli. Habari hiyo ilitetemesha familia nzima. Shani aliporudi nyumbani kutoka kituo cha polisi, alikuwa mnyonge na alianguka kwa mshtuko. Alilazwa hospitali ya Temeke kwa siku kadhaa. Hakupata usingizi wala amani. Mama Oliva alikuwa katika hali ya taharuki. Hakuamini mkwe wake kipenzi alikuwa mwizi wa fedha. Alijawa na hofu na aibu. Alijua mtu pekee aliyebaki kwenye familia ambaye angeweza kusaidia ni Ana, binti ambaye aliwahi kumchukia zaidi ya kitu chochote. Siku chache baadaye, mlango wa nyumba ya Ana uligongwa. Ana alifungua, akashangaa kumkuta mama yake, Oliva, akiwa amechoka, sura ya mahangaiko, macho mekundu kana kwamba hakulala kwa siku kadhaa. Mama, unafanya nini hapa? Ana aliuliza kwa mshangao. Mama Oliva hakupoteza muda. Alianza moja kwa moja. Ana, mwanangu, tafadhali. Nimekosea sana. Nakiri. Lakini Shani yuko hospitali. Isaac ana kesi mahakamani. Tafadhali, naomba msaada wako. Baraka ana nafasi sasa, anaweza kusaidia kumtoa Isaac. Tafadhali, mwanangu. Ana alimtazama mama yake kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti kali iliyotetemesha kuta. Baada ya yote uliofanya kwangu, una ujasiri wa kuja hapa kuomba msaada? Ulikuwa wapi wakati nililia? Ulikuwa wapi wakati uliniita mjinga, umaskini, mzigo? Leo unakuja kwa sababu mtoto wako wa dhahabu ana matatizo. Mama Oliva alijaribu kusema, lakini Ana ni dada yako. Ana alinyoosha mkono. Simama hapo. Ukihesabu hadi 3 hujatoka hapa, nitakuita askari. Hii siyo vita yangu. Haya matokeo ya chaguzi zako. Sijapewa thamani maisha yangu yote. Leo unanikumbuka kwa sababu unahitaji msaada. Hii ni aibu. Mama Oliva alilia, akainama chini. Nakubali. Nilikuwa na makosa. Lakini tafadhali, kwa ajili ya Shani, msameheni Isaac. Ana akamwangalia kwa macho ya chuki yaliyojaa vidonda vya miaka mingi. Alifunga mlango bila kusema neno zaidi. Baada ya mama Oliva kuondoka kwa aibu, Ana alikaa kimya sebuleni, machozi yakimtoka taratibu. Baraka alimwona jinsi moyo wake ulivyovunjika tena, na hakutaka kumwacha azame kwenye maumivu. Ana alisema kwa sauti ya pole, najua una kila sababu ya kuwa na hasira. Mama yako amekuumiza sana, lakini kuna jambo nataka utafakari. Ana alinyamaza, akamtazama Baraka bila kusema neno. Msamaha si kwa ajili ya yule aliyekukosea, ni kwa ajili yako. Unapoendelea kubeba hasira, ni kama kunywa sumu ukitarajia adui yako afe. Msamaha ni zawadi unayojipa wewe mwenyewe. Ana aliangalia chini, akitetemeka kwa huzuni. Lakini Baraka hajawahi kuniomba msamaha. Hajawahi kusema amenikosea. Huyu ni mama yangu, lakini aliniona kama taka. Na leo ananijia kwa sababu tu anahitaji msaada. Baraka alimshika mkono kwa upole. Sawa, huwezi kumsamehe leo. Lakini tafuta amani ndani yako. Msamaha ni mchakato. Usijilazimishe, lakini usijifunge pia. Siku chache baadaye, Ana aliamua kurudi kwa mama yake. Lakini hakuenda kwa ajili ya msaada. Alienda kwa ajili ya majibu. Walipofika, mama Oliva alishangaa kuwaona. Ana, Baraka, karibu ndani. Ana aliketi chini. Uso wake haukuwa na hasira wala tabasamu. Ulijaa utulivu wa kutaka ukweli.
Mama, tutamsaidia Isaki. Lakini kabla ya yote, nataka kujua kitu. Kwa nini ulinichukia tangu nikiwa mtoto? Kwa nini ulinitesa? Kwa nini ulifanya maisha yangu kuwa machungu hivyo? Mama Oliva alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha ghafla machozi yakaanza kumtoka. Alianza kuongea kwa sauti ya kubabaika. Anahe, sitaki kusema haya, lakini pengine ni wakati wake. Alitulia kidogo, akatazama chini. Nilipokuwa mwaka wa kwanza chuo kikuu, nilibakwa usiku mmoja nikiwa narudi hostel. Sikuwahi kusema kwa mtu. Niliporudi nyumbani na kuwaambia wazazi wangu, waliniona kama kahaba. Walinifukuza. Nilipata ujauzito na huyo mtoto ulikuwa wewe. Ana alishikwa na butwaa. Mapigo ya moyo wake yalisimama kwa sekunde chache. Mama, unasema mimi ni matokeo ya ubakaji? Mama Oliva alilia kwa uchungu. Kila mara nilipokuona nilikumbuka tukio lile. Nilikumbuka maisha yangu yaliyoanguka, ndoto zangu zilizopotea. Sikujua namna ya kutenganisha chuki niliyokuwa nayo na wewe. Uligeuka kuwa kivuli cha maumivu yangu. Ana alihisi kama dunia inamzunguka. Siri hiyo ilikuwa kubwa kuliko alivyotarajia. Mama, sio kosa langu, si mimi niliyebaka, si mimi niliyewaharibia maisha. Kwa nini ulikuwa ukinilipa kwa maumivu ambayo mimi sikuyasababisha? Mama Oliva aliinama. Najua mwanangu. Najua. Na sijui kama nitawahi kusamehewa. Baraka alisimama, akasema kwa sauti tulivu. Hii ni hatua ya kwanza. Ukweli ni mzito. Lakini sasa unaweza kuponya kile kilichovunjika. Baada ya mazungumzo hayo mazito, Ana alikaa kimya kwa muda mrefu. Maneno ya mama yake yaliendelea kurindima akilini mwake kama ngoma ya matanga. Alipofika nyumbani usiku huo, alikaa sebuleni akiwa na Baraka. Hakula, hakutabasamu. Aliangalia dirishani kwa muda mrefu. Baraka alimshika mkono. Ana, chochote utakachoamua, niko pamoja nawe. Siku iliyofuata, Ana alianza kwenda kwa mtaalamu wa ushauri nasaha aliyependekezwa na Baraka, Bi Ado, mwanamke mzee mwenye uso wenye tabasamu la utulivu na sauti ya kuponya moyo. Mimi naitwa Bi Ado, alisema alipompokea. Nashukuru umechukua hatua hii. Si kila mtu ana ujasiri wa kuanza safari ya kuponya nafsi. Wiki zilizofuata, Ana alianza kufungua moyo wake, akaeleza kuhusu utoto wake wa mateso, kupuuzwa na mama, na maumivu aliyobeba kwa miaka yote. Bi Ado alimwambia kwa upole, Ana, msamaha si sawa na kusahau. Msamaha ni zawadi unayojipa mwenyewe, ili usibaki kifungoni mwa maumivu. Wewe ni mwanamke mwenye thamani. Una haki ya kuishi bila mzigo huu. Taratibu, Ana alianza kujiona kwa macho mapya, si kama binti asiyehitajika, bali kama mwanamke jasiri aliyestahimili dhoruba. Mama Oliva naye alianza kubadilika. Alianza kumpigia Ana simu kuulizia hali yake. Alijitahidi kumpikia chakula kila walipomtembelea. Alianza kumleta zawadi ndogo ndogo, hata kama bado Ana alikuwa na tahadhari. Siku moja, akiwa na Bi Ado, Ana alisema, Bi Ado, sijui kama mama yangu anabadilika kweli au ni aibu tu na majuto. Wakati mwingine naogopa hata kumpokea vizuri, sijui kama ana nia safi. Bi Ado alitabasamu, hofu hiyo ni ya kawaida. Msamaha unahitaji muda. Lakini tambua pia kuwa hata watu waliotuumiza wanapitia safari zao. Hakuna anayezaliwa akijua kuumiza, wengine ni vipofu wa majeraha yao. Ukimpa nafasi, unaweza kuona mabadiliko ya kweli. Hatimaye, Ana aliamua kumpa mama yake nafasi. Alimwalika nyumbani kwa chakula cha jioni. Wakati Mama Oliva alifika akiwa na sufuria ya mchuzi wa samaki, alisimama mlangoni na kusema kwa sauti ya unyenyekevu, Ana, najua siwezi kurudisha miaka niliyokuchukia. Lakini leo nimekuja si kama mama wa zamani, bali kama mwanamke aliyejifunza kutokana na maumivu yake. Tafadhali nipe nafasi nianze upya. Ana alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti tulivu, Mama, mimi bado sijaweza kukusamehe kabisa.
Lakini niko tayari kujaribu. Sio kwa ajili yako pekee, ni kwa ajili ya amani yangu. Mama Oliva alilia. Niko tayari pia, mwanangu. Niko tayari. Miezi ilivyopita, hali ya Anna na mama yake Oliva ilianza kubadilika. Ingawa majeraha ya zamani yalikuwa bado yapo, lakini hatua ya kila siku ya kukutana, kuzungumza na kushirikiana ilianza kufungua mlango wa upendo wa kweli. Katika hali hiyo ya uponyaji, siku moja dada yake Shani alifika nyumbani kwa Anna bila taarifa. Alikaa kimya kwa muda kabla ya kusema, Anna, natambua kuwa sikuwa dada mzuri kwako. Nilikuwa nimezama kwenye dunia yangu ya raha na starehe kiasi cha kushindwa kuona maumivu yako. Pole kwa yote. Anna alimwangalia kwa macho yaliyotulia, akasema kwa sauti ya utulivu, Shani, sitasema imenipita. Lakini ukweli ni kuwa niko tayari kusamehe, kama nawe uko tayari kujifunza upya maana ya kuwa dada. Shani alinyamaza kidogo kisha akasema, niko tayari. Sijawahi kuwa peke yangu kama kipindi hiki. Na sasa najua, dada ni zaidi ya damu, ni faraja. Walikumbatiana kwa mara ya kwanza kwa upendo wa kweli. Baraka alikuwa bado mshauri wa gavana na Anna sasa alianzisha taasisi ndogo ya kusaidia wasichana waliotelekezwa na familia zao. Aliamua kubadilisha maumivu yake kuwa msaada kwa wengine. Alitoa ushauri, msaada wa kisaikolojia na hata mafunzo ya stadi za maisha. Mama Oliva alijitokeza kwa mara ya kwanza hadharani kuungana na Anna katika moja ya hafla hizo. Aliposimama mbele ya vijana waliokuwa kwenye taasisi hiyo, alizungumza kwa machozi. Mimi ndiye mfano wa mama aliyeshindwa kuwa mama. Lakini mwanangu amenifundisha kitu ambacho sikuwahi kujua, kuwa msamaha ni silaha ya uponyaji na upendo una nafasi hata palipojaa majeraha. Watu walimshangilia. Anna alisimama na kumpa mama yake mikono na mara ya kwanza wakakumbatiana hadharani kwa amani na heshima. Baraka akiwa pembeni alitabasamu. Siku za nyuma zilikuwa zenye giza, lakini mbele yao palikuwa na nuru. Na hivyo ndivyo familia ya Temeke ilianza kujijenga tena, si kwa pesa, si kwa heshima ya nje, bali kwa msamaha, ukweli na upendo wa ndani. Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti. Pia na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.